ni Mtoro TV. Ambao waliokuwa na uwezo, na uwezo uliokusudiwa sio uwezo wa kipesa, yani maana yake mtu akawa na uwezo wa kuwa na chochote kinachoweza kumfikisha. Kuna mtu anaweza akafika na baiskeli, kuna mtu anaweza akafika pengine na ngarawa, kuna mwingine anaweza akafika na boti. Mtume anasema man malaka zadan wa rahilatan, maana yake kitu chochote kile kinachoweza kumwezesha kumpeleka kwenda kutekeleza ibada ya hija, basi kwake yeye ni lazima aende akatekeleze ibada ya hija. Na kinyume chake, ikiwa ataacha kwenda kutekeleza ibada ya hija na ana uwezo wa kufanya hivyo, ni bora kwake yeye akafa hali ya kuwa ni Myahudi au Mnasara. Sasa fikiria mtu afe hali ya kuwa ni Myahudi au anakufa hali ya kuwa ni Mkristo, yani bora afe hivyo kulikoni akawa na uwezo kisha ajaenda kutekeleza ibada ya hija. Na Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, na juu ya watu waende waielekee nyumba tukufu kwenda kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man istata'a, kwa wale ambao waliokuwa na istitaa, waliokuwa na uwezo wa kwenda kutekeleza ibada hiyo, basi Mwenyezi Mungu anasema ni wajibu juu yao kwenda kutekeleza ibada ya hija. Kwa hiyo unaweza ukaona ibada ya hija namna gani Mtume ameiamrisha, bali na Qur'ani imeamrisha yule ambaye aliyekuwa na uwezo kwenda kutekeleza kitu kinaitwa ibada ya hija. Sasa ibada ya hija ni ibada ambayo imegawanyika, na ningependa tuanzie hapa ili tuweze kuielewa vizuri ibada ya hija na ibada ya aina gani. Ibada ya hija ni ibada ambayo imegawanyika. Tunapoona watu wanakwenda kutekeleza ibada ya hija zipo za aina tatu. Aina ya kwanza ya ibada ya hija, kuna ibada ya hija inaitwa ni at-tamattu'i. At-tamattu'i ni ibada katika miongoni mwa aina za ibada ya hija. Ibada hii ni mtu pale ambapo anadhamiria au anaweka nia ya kwenda kutekeleza ibada ya umra pamoja na ibada ya hija katika mwezi wa Dhulhijja, inaitwa ni tamattu'i. Yani kwa mfano, huu ni mwezi wa Dhulhijja, mwezi huu ni kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya hija, lakini mtu akaweka nia anataka kwenda kufanya na ibada ya umra. Ibada ya umra anaweza akafanya hata nje ya mwezi wa Dhulhijja. Unaweza ukaenda Ramadhani, Rajab, Shawwal, Dhulqaada, unaweza ukaenda katika mwezi wowote ule. Lakini pengine mtu akaona fursa hii ya kwenda kutekeleza ibada ya hija, ngoja nifanye na umra. Sasa ikiwa atatia nia ya kwenda kutekeleza ibada ya umra katika mwezi wa Dhulhijja kama hivi katika ibada ya hija, hii inaitwa ni tamattu'i. Yani maana yake anaweka nia ya kufanya umra pamoja na hija katika mwezi wa Dhulhijja. Na watu wengi wanafanya hivyo, yani wale ambao hawajawahi kwenda kufanya umra, wakienda kutekeleza ibada ya hija, basi kwanza wanaanza kutekeleza ibada ya umra, kisha baada ya hapo wanafanya tahallul, wanajivua, kisha baada ya hapo wanaingia katika ibada ya hija. Kwa hiyo anakuwa ameua ndege wawili kwa jiwe moja, amefanya ibada ya umra na kisha akaja kufanya ibada ya hija katika mwezi wa Dhulhijja au katika safari moja. Ibada hii inaitwa ni tamattu'i. Hii ni aina ya kwanza ya ibada ya hija. Na kuna tofauti kati ya hija na umra. Kuna tofauti kati ya hija na umra. Tofauti yake ipo katika eneo moja tu, kwamba katika hija kunakuwa na Arafa, katika umra kunakuwa hakuna Arafa. Tofauti yake iko hapo, lakini yanayofanywa katika ibada ya hija ndiyo yanayofanywa katika ibada ya umra, isipokuwa Arafa. Kunakuwa hakuna kisimamo cha Arafa katika ibada ya umra, na tutakuja kuona mbele yanayofanywa katika ibada ya hija ni ipi. Kwa hiyo aina ya kwanza ya hija inaitwa ni haji tamattu'i. Ni haju almutamattu'i au almutamatti'.
ni ibada ya mtu anakusudia kwenda kutekeleza umra, kisha baada ya hapo anatekeleza ibada ya hija. Hii ni aina ya kwanza ya ibada ya hija. Lakini kuna ibada nyingine inaitwa ni hajjul qiran. Ibada ya hija ya qiran ni ile ibada ambayo mtu anaweka nia ya kufanya hija na umra pamoja. Yani maana yake ni kwamba anaweka nia yale matendo yake ya hija na yale matendo yake ya umra yanakuwa ni pamoja. Kwa mfano, mtu anapokusudia kwenda kufanya sa'i baina Safa wal Marwa, katika hija anafanya sa'i kwenda kutembea kwenye vile vilima viwili baina Safa wal Marwa, na katika umra naye vile vile anakwenda kufanya ile sa'i baina Safa wal Marwa. Sasa anaweza kutia nia katika yale matendo ya hija, ndani yake vile vile akawa na nia ya umra pia, nayo inakubalika. Hii inaitwa ni qiran. Kwa mfano, kwenda kutufu al-Kaaba, kipindi anakwenda kutekeleza ibada ya hija inatakiwa afanye tawafu, lakini anaweza akaweka nia ndani ya yale matendo ya hija ya tawafu, wakati anafanya ikawa ndiyo ndani yake vile vile kuna matendo ya umra. Kwa mfano, sasa hivi kuna funga, pengine mtu anataka kufunga funga ya siku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, lakini pia kuna sunna ya Jumatatu na kuna sunna ya Alhamis. Tumefahamiana vizuri Lakini pia kuna funga ya masiku 10 bora. Mtu anaweza akaweka nia ya kufunga funga ya ayamil ashri, aya masiku 10, lakini pia akaweka nia ya kufunga funga ya Jumatatu kama sunna ya Bwana Mtume Muhammad. Yote hii inakubalika, kwa maana mtu akawa na nia moja katika matendo mawili, inakubalika katika sheria. Au kwa mfano, mtu alikuwa anadaiwa Ramadhani, ikafika siku ya Jumatatu akawa anataka alipe ile funga yake aliyokuwa ameiacha katika Ramadhani, na kisha Jumatatu kuna funga ya sunna, basi anaweza akaweka nia ya kulipa ile funga aliyokuwa ameiacha katika Ramadhani, na kisha akaweka nia ya kufunga ile sunna iliyokuwa katika Jumatatu. Pia hii inakubalika. Mfano wake katika ibada ya hija, kwamba mtu anakwenda kutekeleza ibada ya hija, lakini anaweza kuweka nia ya kutekeleza na ibada ya umra katika matendo ya hija. Hiyo inaitwa ni qiran. Lakini kuna aina ya tatu ya ibada ya hija, inaitwa ni hajju al-ifradi. Hajju al-ifradi. Hajju al-ifradi ni ile ambayo mtu anatia nia ya kwenda kutekeleza ibada ya hija tu pasipo kwenda kutekeleza umra. Yani yeye haendi kufanya umra, anatia nia ya kutekeleza hija peke yake, pia nayo inakubalika. Kwa hiyo utakuta kwenye sheria kuna ibada za hija za aina tatu: kuna tamattu'i, kuna qirani na kisha kuna al-ifrad. Ibada za hija zipo tatu hizi, na zote hizo mtu anaweza kwenda kutekeleza kama vile ambavyo atakavyokuwa amependa mwenyewe. Sasa ibada ya hija ina nguzo zake na ina masharti yake, kama unavyoona sala, kama unavyoona zaka, na yenyewe vile vile ina masharti yake na ina nguzo zake. Na ibada ya hija vile vile ina nguzo zake na masharti yake. Nguzo ya kwanza katika ibada ya hija tunasema ni al-ihramu. Al-ihramu yani ni ile nia ya kuingia katika ile ibada yenyewe ya hija. Hiyo ni nguzo, tunasema ni al-ihramu, ni ile nia yenyewe ya kuingia katika ibada ya hija. Kama unavyoona katika ibada ya sala lazima kuwe na nia, na katika ibada ya hija vile vile lazima kuwe na nia. Kama unavyoona mtu anayekwenda kutekeleza ibada ya hija, maana yake akiwa katika miqati anaweza kuweka nia kwamba nawaitu hajan, na nuia kwenda kutekeleza ibada ya hija. Kwa hiyo nguzo katika miongoni mwa nguzo za hija
ni kitu kinaitwa al-ihramu, ni ile nia ya kwenda kutekeleza ile ibada ya hija. Lakini nguzo ya pili katika ibada ya hija, al-wuqufu bi Arafa, ni kwenda kusimama katika kiwanja cha Arafa. Ni nguzo kwenda kusimama katika kiwanja cha Arafa, na Mtume anasema alhajju Arafa, hija ni Arafa. Kwa maana mtu akikosa nguzo ile ya Arafa, maana yake ameikosa ibada ya hija. Ndiyo maana ile siku ya Arafa hata wale ambao ni wagonjwa huwa wanachukuliwa wanapelekwa katika viwanja vya Arafa, hata kama ikiwa ni kipindi kidogo tu, lakini wafike kwenye viwanja vya Arafa, kwa sababu ile ni nguzo. Na ikitokezea mtu hajaenda katika viwanja vya Arafa, maana yake ibada ya hija inakuwa haijakamilika bado mpaka afike kwenye viwanja vya Arafa. Alhajju Arafa, hija ni Arafa, hija ni Arafa. Na Arafa haipatikani mahala kwengine popote mpaka kwenye vile viwanja vya Arafa. Kwa mfano, mtu anaweza kwenda kutekeleza ibada ya hija ile siku ya Arafa akawa anaumwa, yuko lachi hospitalini, hajiwezi. Sasa je, mtu huyu itakuwaje? Je, itahesabika kule hospitalini ndio yuko Arafa, au ni lazima aende katika viwanja vya Arafa? Ni lazima afike katika viwanja vya Arafa. Alhajju Arafa, hija ni Arafa. Na Arafa ni makani, kuna sehemu panaitwa Arafa. Kwa hiyo lazima mahujaji wote waende hapo mwezi 9, lazima wote waende hapo katika viwanja vya Arafa, lazima wafike hapo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ile ni nguzo, kila anayekwenda kutekeleza ibada ya hija lazima afike katika viwanja vya Arafa. Nguzo ya pili. Nguzo ya tatu, kuna kitu kina tawafu al-ifadha. Tawafu al-ifadha inaitwa, ni kitendo cha mahujaji baada ya kutoka Arafa watakwenda kuzunguka al-Kaaba, watakwenda kuzunguka al-Kaaba, inaitwa tawafu al-ifadha. Ile ni nguzo katika miongoni mwa nguzo za hija. Lazima mtu akitoka katika viwanja vya Arafa atarudi kulala pale Muzdalifa. Akilala pale Muzdalifa, maana yake ni kwamba baadaye lazima watoke asubuhi yake waende wakatekeleze hiyo tawafu al-ifadha. Hiyo ni nguzo katika miongoni mwa nguzo za ibada ya hija. Lakini nguzo ya tatu, nguzo ya nne ni as-sa'yu baina Safa wal Marwa, ni kwenda kutembea, kwenda kukimbia baina ya vile vilima viwili, baina ya Safa na Marwa. Pale Maka kuna vilima viwili, kuna kilima kinaitwa Safa alafu kuna Marwa. Vile vilima kwenda kutembea kwa mtu aliyekwenda kutekeleza ibada ya hija ni nguzo, lazima aende. Akiwa ni mgonjwa atapelekwa na kitoroli, atarudishwa, atapelekwa mara 7, atapelekwa, atarudishwa. Ile ni nguzo katika miongoni mwa nguzo za hija. Lakini nguzo ya tano ni hiyo, nguzo ni 4. Nguzo ya 4 ndo as-sa'yu baina Safa wal Marwa. Kwa hiyo nguzo zipo 4. Ya kwanza ni al-ihram, nia. Ya pili ni al-wuqufu bi Arafa, kusimama Arafa. Ya tatu ni tawafu al-ifadha, kwenda kuzunguka al-Kaaba baada ya kutoka Arafa. Na nguzo ya 4 ni as-sa'yu baina Safa wal Marwa, kwenda kuzunguka katika vile vilima, kwenda kutembea katika vile vilima viwili baina Safa wal Marwa. Lakini katika ibada ya hija kuna masharti, kuna shurutul hajj, kuna masharti ya hija. Masharti yake yapo 5. Sharti ya kwanza ni al-Islam. Yule anayekwenda kutekeleza ibada ya hija ni lazima awe Muislamu, ni lazima awe Muislamu. Ibada ya hija haiwezi kuswihi kwa mtu ambaye sio Muislamu. Hii ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili ni al-aqlu. Anayekwenda kutekeleza ibada ya hija ni lazima awe na akili timamu, ni lazima awe na akili timamu. Mtu mwenda wazimu sio wajibu kwake kwenda kutekeleza ibada ya hija, na wala
haingii katika masharti miongoni mwa masharti ya ibada ya hija, isipokuwa katika miongoni mwa masharti ya hija ni mtu kuwa na akili iliyokuwa timamu. Sharti ya tatu ni albulughu, ni lazima mtu awe amefikia baligh, inakuwa ndio sharti la hija. Mtu lazima awe amefikia baligh, japokuwa mtoto mdogo naye pia anaweza kwenda kutekeleza ibada ya hija, lakini hawezi kuandikiwa thawabu ya aina yoyote. Hija inakuwa lazima kwa mtu aliyekuwa ni mukallaf, mtu ambaye tayari sheria imeanza kumtazama, mtu ambaye ni baligh, ndio hija inakuwa ni wajibu kwake yeye, na ni sharti miongoni mwa masharti ya ibada ya hija kuwepo na kitu kinaitwa albulugh. Yule anayekwenda kutekeleza ibada ya hija ni lazima awe amefikia baligh. Mtoto mdogo akienda inakuwa ni kama picnic. Hii ni Mtoro TV.